الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukutanisha tena katika ukumbi wetu huu. Kama ilivyo kawaida, tunakutana mara kwa mara kila siku ya Alhamisi baada ya kumaliza mwezi wa Ramadhani, na alhamdulillah darasa letu unakuwa na darasa ya Qur'ani, tafsiri kwa kadiri ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuwafikisha, lakini pia tunakuwa na darasa ya kitabu chetu cha hadithi cha Al-Lu'lu' wal Marjan ambacho biidhnillah tutaendelea nacho wiki ijayo, Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia salama. Leo tuendelee na tafsiri ya Qur'ani na tutaisoma sura ya 61, sura As-Saff kwa utaratibu wa mashaf. Sura As-Saff katika zile sabaha na yusabbihu ndio ambayo tutakayoisoma leo, kama Allah subhanahu wa ta'ala atatuwafikisha kuimaliza basi alhamdulillah, kama tukiimaliza basi tutaiangalia kadiri siku ambazo zinavyokwenda. Suratu As-Saff sura ya 61 hadi iftatahat bitasbihillahi, imefungua kwa kuanza kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana tasbihi ni kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala na sifa ambazo la yaliku bihi, haziendani Allah subhanahu wa ta'ala na alivyo, lakini viumbe wake wapo ambao wanamnasibishia sifa hizo kwa mapungufu na kila aina za sifa ambazo hastahiki Allah subhanahu wa ta'ala kuwa nazo sifa hizo. Lakini pia sura ikaendelea, wajjahati nidau ila almu'minin, ikaelekeza wito kwa waumini na kuwazindua kwa yale ambayo walionayo katika yale wanayoyasema na kuyafanya. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatoa wito juu ya mwenendo wa watu kuwa yakuluna qawlan lam tutabiquhu af'alu, sema maneno ambayo hayaendani na matendo yao, wakawa yale wanayoyasema ni kinyume na vile ambavyo walivyo. Lakini pia sura ikaelekeza juu, ikatuelezea habari za Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam na yale ambayo kero ambazo alizokutana nazo kwa watu wake, kama ambavyo sura ikatuelezea habari za Nabiiullah Isa alayhi salatu wassalam na bishara aliyotoa Nabii Isa kwa watu wake juu ya ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo sura ya 61 ndio ambayo tutakayokuwa tunakwenda nayo au tunayoipitia leo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardh. Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea kwamba vimemsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, vimemtakasa Allah, vimemwepusha Allah subhanahu wa ta'ala vyote vilivyopo mbinguni na ardhini. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema hakuna waliopo katika viumbe wake mbinguni na ardhini illa yusabbihu bihamdi. Huko kwa wanadamu tu, matatizo hapo kwa wanadamu na majini tu ndio panapopatikana shida ya utekelezaji wa awamiri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini viumbe wake wengine wote waliosalia, vyote vyenye uwezo wa kutamka tunavyovijua na vile visivyotamka, basi vinamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-aziz, naye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu, ambaye al-aziz bimaana hakuna, hashindwi kitu na hakuna wa kumzidi chochote Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hakimu, mwenye hikma katika mambo yake, anayefanya kwa hikma ya hali ya juu kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala mambo yake yote anayoyafanya, sasa aifungue hikma hiyo kuwaonyesha waja wake kwamba kwa nini anafanya jambo lile, au asifungue, basi Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli hali anayafanya yale ambayo anayaona yana busara, yana hikma, kwa vile ambavyo
sabakati ala ilmi, ilmu yake inakuwa imetangulia juu ya jambo hilo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatuelekea sisi waja wake na kutuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, lima taquluna ma la taf'alun, kwa nini mnayasema yale ambayo msioyafanya? Hii inatugusa sote. Ya man amantu billahi wal yawmil akhir, wale ambao mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho. Limadha taquluna qawlan, kwa nini mnasema maneno ambayo tukhalifuhu af'al, yanatofautiana na matendo yenu mnayoyafanya kwa namna yote ile? Naweza kuwa mnadai kwamba mnataka hiki au mnasema hivi, hata ile kuwa hadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza amri zake halafu msitekeleze, Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo analikemea kwa sisi. Lima taquluna ma la tafaluna, kwa nini mnayasema maneno ambayo msiokuwa mnayafanya? Maneno yenu na vitendo vyenu viko tofauti kabisa, kwa maana kwamba yaliyopo katika nyoyo zenu na yale mnayotamka kwa ndimi zenu zinakuwa sio sawa sawa. Hali ya kuwa muumini inavyotakiwa maneno yake yaendane kabisa na yale ambayo anayoyaitakidi na yale ambayo anayosema. Kwa hiyo Muislamu kukutwa kwamba anafanya sio utaratibu wa Uislamu, hili ni jambo ambalo ni baya kabisa na halihitajiki. Ndio maana tunazungumza mara kwa mara, hata wale wasio Waislamu anakwambia kabisa, akakumbusha, ustadhi vipi bwana unafanya hivi, wewe ustadhi bwana, hata kama wewe ni msikitini wewe hivyo vyote anakuja wewe unamwambia ustadhi bwana, ustadhi hawezi kufanya jambo kama hili. Maana yake ni kuonyesha kwamba Muislamu matendo yake yanaeleweka, yanaendana, atakuwa yaendane na ile imani yake na maelekezo yake na mafundisho ya dini yake. Sasa ninyi kwa nini mnaenda kinyume na mafundisho? Maana yake limata kuluna mala, atakuwa nini mnaenda kinyume na mafundisho yenu? Kama ninyi waumini mmeamini kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, maana yake mtafuata muongozo na maelekezo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ninyi mbona hamko hivyo? Maelekezo ya Allah anaelekeza hivi na ninyi mnaenda kufanya namna nyingine. Kwa nini mnakuwa hamko katika utaratibu huo? Kwa hiyo ni aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kwa makemeo na kutukumbusha ukumbusho wa hali ya juu na kutuonesha kwamba hilo ni jambo baya kabisa. Kabura maqtan inda Allah, ni makasiriko makubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, machukizo makubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, an taqulu ma la tafalun, kuyasema yale ambayo msiyafanya. Ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analichukia mno. Kaburan wa adhman al-maqtu, ni makasiriko yaliokuwa mazito na makubwa kabisa. Sasa tizama namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anaonyesha kwamba jambo hili linamchukia mno Allah subhanahu wa ta'ala, suala la kwamba muumini akawa anasema vingine anafanya vingine. Kwa hiyo hata vile tunavyoahidiana sisi kwa sisi, nitakulipa hiki au tukutane hivi, alafu tukao tunakwenda kinyume, ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yanamkera mno, na ni kutuonesha kwamba muumini hatakiwi kuwa na sifa za namna hiyo. Unachotakiwa kwamba kile unachokisema basi ukiingize katika action. Hivi ndivyo Muislamu anavyotakiwa kuwa, ndivyo ambavyo tunavyotakiwa kuwa. Sasa ikiwa tunakwenda kinyume, basi inakuwa ni hatari kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanachuoni nazungumza hapa, inaingia ma la yafaluna, inaingia tahta hadhihi dhamu alkadhibu fil qawli, hata uongo wa maneno vile vile, kwa sababu Muislamu atakuwa muongo wa maneno, atakuwa muongo wa maneno wa vitendo. Kwa hiyo hata maneno yetu huwa tunapigana uongo kuongopa kwa namna yote ile, basi ni jambo ambalo lisilotakiwa. Lakini pia kukhalifu ahadi kama tulivyozungumza, yote hayo pia yanaingia katika makemeo haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuelezea hapa. Kwa hiyo ni juu yetu sisi kuchukua tahadhari na kuchukua hatua kwa kufuata mafundisho yaliyokuwa ya sawa sawa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatutaka sasa tunavyotakiwa kuwa kama waumini, kama jamii ya Kiislamu. Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi.
Allah subhanahu wa ta'ala anapenda wale ambao wanaoipigania dini yake Allah subhanahu wa ta'ala kuwa kitu kimoja, wawe katika safu ya namna moja. Allah subhanahu wa ta'ala kuitaja safa ni mtazamo wa namna moja, uelekeo wao wa namna moja. Kaannahum bunyanun marsus, kama vile jengo ambalo lililokuwa limefanya nini, limeshikana. Waumini wanatakiwa wawe ni kitu kimoja katika mwenendo wao, harakati zao, shughuli zao lazima ziendane kama ambavyo wanavyotakiwa, na kuwa katika sura ya namna moja. Maana yake basi wawe na katika safu moja, wawe katika safu moja, maana yake ni wawe na kauli moja, isiwe ni watu ambao waliokuwa na mtazamo wao huu utakuwa namna moja ikiwa wameshika sawa sawa mafundisho kiasi kwamba wanayoyasema ndio wanayoyafanya. Ule Allah ametangulia kutoa makemeo, kwa nini limatakuluna ma la tafaa. Kwa hiyo ili mkae katika mstari wa sawa sawa, kwa sababu kila anayeamini na kufuata muongozo atashika sawa sawa muongozo na mafundisho namna yalivyo. Akashika mafundisho na muongozo unawataka Waislamu wawe na kauli moja. Kwa wawe na kauli moja, lazima watashika msimamo wa namna moja. Sasa haiwezekani awe anaamini kwamba muumini awe na kauli moja alafu anapokuja huko katika utekelezaji, katika akiingia katika akhiri akawa yeye abisikubali, mimi sifanyii. Huo unakuwa sio mwenendo wa kiimani, au huo sio utaratibu wa Kiislamu. Na ndio maana unakuta kwamba hatuwezi kusonga mbele kwa sababu kila mmoja anakwenda kwa namna yake, wakati utaratibu na dini yetu inatuongoza lazima mshike msimamo wa kuwa mna kauli moja. Allah subhanahu wa ta'ala ametolea mfano wale ashabul kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala, wale ni vijana tu ambao wametoka katika jamii lakini ni katika kabila tofauti, familia tofauti. Mfano wake sio wale wametoka katika familia moja lakini familia tofauti, walivyoona mambo yanavyokwenda sio utaratibu wa kidini, wanasema dini ya haki haiwezi kuwa katika sura namna hii, wakajitenga. Lakini walivyojitenga wakajikuta wote wamekusanyika eneo moja na lao lilikuwa moja, na warabatna ala qulub, tukafungamanisha katika nyoyo zao, wakawa ni kitu kimoja. Watu wanapokuwa kitu kimoja ndio maana wakaweza kufanikiwa, na Allah subhanahu wa ta'ala kawalaza na akawaamsha baada ya miaka 300 kama namna ambavyo ilivyokuwa imefanya nini, imepita. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili, wale wanaoipigania wanaoipambania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anataka wakae katika safu moja, katika mtazamo wa namna moja, amama al-aadai, mbele ya maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala na maadui wa Uislamu. Basi Waislamu wanatakiwa wasimame katika mstari mmoja chini ya kauli moja, na hivyo ndivyo jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda, kaannahum bunyanun marsus, kama matofali yaliyokuwa yameingiliana. Jengo hili lisimame sawa sawa, lazima matofali yawe yameshikana kweli kweli. Sasa matofali yanapokuwa yajashikana, jengo ni maana likaanguka, likaharibika, likagunga watu, likaumiza watu, likaua watu, likafanya hivi. Sasa na hivyo dini yetu ya Uislamu hivi inavyokuwa, hatujawa tumeshikana kama ambavyo matofali au majengo yanakuwa yanashikana mpaka jengo likasimama sawa sawa, basi na sisi hatuwezi kwenda sawa sawa na hatuwezi kuwa katika hali ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaka sisi tuwe, kwa sababu kila mmoja atakuwa anakwenda hivi na maadui watakuwa anaitumia nafasi ile. Wewe unakwenda hivi, basi wanamtumia yule mwingine kwa dhidi yako wewe. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka sisi tuwe na kauli moja, tushike msimamo wa namna moja, tuwe chini ya kitabu na mafundisho na maelekezo ya mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa tunapokuwa sisi tunavurugana, ndio tutakuwa tunavurugana sisi wenyewe, tunaharibikiwa. Wewe unaona unavuruga watu, unafanya hivi, basi tunaharibikiwa, dini inashindwa kusonga mbele na kuchukua hatua inavyotakiwa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawa anatuelezea habari za Nabii Musa alayhi salatu wasalam na kero ambazo walizokutana nazo. Allah anasema idh qala Musa liqaumihi, kumbuka aliposema Nabii Musa alayhi salatu wasalam kuambia watu wake, lima tudhunani, kwa nini mnanikera, kwa nini mnafanya maudhi dhidi yangu? Hawa anaongea nao ni wana wa Israeli. Allah subhanahu wa ta'ala amempeleka Nabii Musa alayhi salatu wasalam, kisha mpa nafasi, kisha muangamiza Firauni. Sasa yupo na wale watu ambao yeye Allah subhanahu wa ta'ala amempelekea kwao, lima tuudhuna, kwa nini mnanikera mimi?
Waqad ta'lamuna anni rasulullah, hali ya kuwa nyinyi mnajua kwamba mimi ni mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala, ilaikum, kwenu ninyi. Kwa nini mnafanya kero? Kwa nini mnaleta maudhi, mnatengeneza mazingira ya kumshindisha ili nisifikishe maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mnaletea maudhi, mnafanyia katika sura ya namna hii. Falamma zaghu azagha Allahu quluba, Allah subhanahu wa ta'ala sema walipotoka wakaendelea kufanya jeuri zao na kibri chao, Allah subhanahu wa ta'ala kazipotosha nyoyo zao, zikawa tena basi haziingii imani, na Allah subhanahu wa ta'ala akaziandikia katika sura namna hii. Allah ikifikia mtu, maana yake ikifikia mtu Allah subhanahu wa ta'ala akamwandikia kwamba hapa imani ndo basi haingii, maana ndo hatari kubwa tena. Maana yake man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ikafika ndo alikina Firauni na kundi lake kina Karuni na Hamana, wote Allah subhanahu wa ta'ala akadidimiza, kwa sababu shawaandikia kwamba hawa hawawezi kuamini kufuata mwongozo wa sawasawa, kwa sababu Allah amezipotosha nyoyo yao. Na kwa nini amezipotosha? Kwa sababu wamezielekea katika njia ya upotofu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba mtu yote wa mayushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda nuwallihi ma tawalla, mtu yoyote yule atakayembughudhi na kumpinga mtume baada ya kwa ubainifu umembainikia wawazi kabisa na kujua kwamba huyu mtume anachokielekeza na kufundisha ni cha kweli kabisa, basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema nuwallihi ma tawalla, si tunamwachia na lile ambalo yeye analitawalia. Wewe unakoelekea basi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wewe mitazamo yako ndio inakwenda huko, fikra zako ndio zinakwenda huko, dini inakuelekeza hivi, na unajua kwamba dini lazima ufuate muongozo na maelekezo ya dini. Dini haijatuwekea sisi tufanye tunavyotaka sisi, dini imekuja kutuongoza, na ndio maana kimekuja kitabu hudan linnasi wa bayinatin minal huda, ni muongozo kwa watu na ni ubainifu hali ya juu katika miongozo. Kwa hiyo watu wanatakiwa wafuate muongozo huu. Sasa wewe ukauacha huu muongozo ukafuata muongozo wako ukafanya vitu vyote, Allah subhanahu wa ta'ala, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atunusuru na tuepushe kuwa na sifa ya kujitengenezea sisi lile ambalo tunalolitaka. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Nabii Musa, anaambia watu, kwa nini mnafanya maudhi dhidi yangu hali ya kuwa mnajua mimi ni mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini Allah sema lamma azagha Allahu quluba, walipokuwa wao wenyewe wamejipotosha, wamejitoa akili, wamejitoa maana, wakajiachilia kwamba kuona kwamba sisi hatutaki, azagha Allahu quluba, Allah kaziacha nyoyo zao zipotoke. Yeyote atakayeamua kujitoa, kujitelezesha, asifuate na hivi na hivi, Allah subhanahu wa ta'ala hana tatizo, anakuacha wewe upotoke kule unakwenda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atunusuru na atuepushe na mitazamo ya namna hiyo. Wallahu la yahdi alqauma alfasiqin, na Allah subhanahu wa ta'ala hawaongozi watu waliokuwa mafasik. Maana yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba msiwe mafasik, kwa sababu mkiwa mafasik Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuwaongoza. Msiwe na tabia za ufasiki, mkiwa na tabia za ufasiki Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuongoza katika njia sawa sawa. Kaeni katika mstari uliokuwa sawa sawa. Ufasiki ni uasi, ni kuasi mitume, kuasi muongozo, kukaidi maelekezo. Kwa hiyo mtu yote ambaye atakayekuwa yeye anaasi miongozo na maelekezo, Allah la yahdi alqauma alfasiqin, Allah hawaongozi watu waliokuwa mafasiki. Hana muda huo, hana utaratibu huo. Ili mtu aweze kuongoza lazima awe tayari yeye mwenyewe kuongozeka, awe tayari yeye mwenyewe kufundishika, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anatia taufiki yake ni kuongoza. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea habari za Nabiiullah Isa alayhi salatu wassalam, tuambia wa idh qala Isa ibn Maryam. Kumbuka Nabiiullah Isa ibn Maryam aliposema kuambia watu wake, ya bani Israila inni rasulullah ilaykum, mimi ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwenu, musaddiqan lima baina yadayya, mimi kuyasadikisha yale yaliyotangulia mbele yangu katika vitabu vilivyokuja kabla yake, Nabii Isa, Taurati, Zaburi na vitabu vingine vilivyotangulia, wa mubashira, lakini pia nawapa bishara kwamba birasuli, juu ya mtume, yati min baada, atakayekuja baada yangu mimi, ambaye ismuhu Ahmad, kama jina yake mtume sallallahu alayhi wasallam hapo ni Ahmad. Sema li khamsatu asma, minna majina matano miongoni mwa majina yake mtume sallallahu alaihi wasallam kuja katika sura hii. Falamma jaahumul bayinat, Nabiiullah Isa alayhi salatu wasalam waelezea kwamba wake hawa
Kuna mtume atakuja huko baadaye, kuja anashika anafundisha muongozo, kwa hiyo ninyi mtafuata muongozo wake mkimwahi mtume huyo. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akiwaelezea Mayahudi na Manaswara anasema yaarifunahu kama yaarifuna abna'ahum, wao wanamjua mtume sallallahu alaihi wasallam kama yaarifuna abna'ahum, kama wanavyowajua watoto. Kwa sababu gani? Katika vitabu vyao habari za mtume sallallahu alaihi wasallam zimetajwa kwa kina kabisa, kwa ufasaha, sifa zake, atakuwa wapi, atapelekwa wapi, atahamia wapi, yote hayo yameelezewa katika kisa cha kusilimu Salman al-Farisi. Salman al-Farisi yeye alikuwa radhiallahu anhu, alikuwa yeye ametoka katika familia ya watu wenye kuabudu mioto ndani huko, tena alikuwa mtu wa kufungiwa ndani tu. Siku moja tu mzee wake akamwambia, nimezidiwa na kazi, nenda shamba kule kaangalie mashamba. Akirudi Salmani akawakuta Manaswara hapo katika ibada zao za kuimba, akavutiwa, akakaa. Aliporudi ndio sema, hili ndio mimi nilikuwa naliogopa. Lakini Salman akatengeneza mazingira, akatoroka kwa mzee wake kufuata dini ya Kinaswara. Akaenda kila anapokwenda mpaka mwisho akamwambia, bwana, kuna mtume huko atakuja katika mji, atahama kutoka kwa kwenda katika mji wenye mitende mingi. Wewe ukitaka habari njema fuata huko. Salman akatoka kwao na mpaka anakwenda Madina, ingawa alifika kule kama mtume kwa namna moja ama nyingine kulingana kuzidiana akili. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amezielezea habari za mtume sallallahu alaihi wasallam katika Injili, amezielezea katika Taurati habari za mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wanazikuta habari zake mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa wao wanazificha au wanazipotosha ili asitajwe mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah anasema hasadan min indi anfusihim, sio sababu yote nyingine, ni kwa sababu ya husda. Wao wanajua huyu ndio aliyopaswa kutumwa, huyu ndio aliyopaswa aletwe, lakini hasadan min indi anfusihim, zile husda ambazo walizonazo ndizo zilizowapelekea katika. Kwa hiyo Nabiullah Isa alayhi salatu wasalam anatoa bishara ya mtume sallallahu alaihi wasallam, falamma jaahum bilbayinati qalu hadha sihirun mubin, wakasema huu ni uchawi wa wazi kabisa. Badala ya kufuata wakawa wamepotoka, wameingia katika mitazamo ambayo iliyokuwa sio sawa sawa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatugeukia na kutueleza mfumo wake hapa. Yeyote atakayekwenda kinyume namna gani ubaya ulivyokuwa au atakavyokuwa, amekuwa ni mbaya sana mbele ya Allah. Wa man adlam, na ni nani dhalimu mno, mimman iftara ala Allahi al-kadhib, kuliko yule aliyezua uongo juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, akatengeneza uongo kwa namna yake, akazusha, akatengeneza dhana mbaya kabisa. Wa huwa yud'a ila al-islam, hali ya kuwa yeye analinganiwa katika Uislamu uliokuwa sawa sawa, anatengeneza uzushi. Allah subhanahu anasema la ashadda dhulman min insani yaktaliku al-kadhiba min indi nafsi, anatengeneza uongo, anatengeneza mafundisho, anatengeneza dini haina maelekezo wala muongozo katika ibada, hazijafundishwa wala kuelekea hali ya kuwa anna hadha al-insani yad'u da'i ila dukhuli, yeye wa huwa yud'a ila al-islam, analinganiwa afuate muongozo wa sawa sawa, alafu yeye anatengeneza njia yake na mifumo yake ya kufuata, ya kutengeneza upotofu, kama ambavyo walivyokuwa wanatengeneza tangu wakati huo. Wakatokea watu wakajitangaza wao mitume, akatokea watu wakajitangaza hivi, ala kulli hali wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin, na Allah subhanahu wa ta'ala waongozi watu waliokuwa madhalim. Kisha Allah anatuelezea hali ya walimwengu namna walivyo dhidi ya Uislamu, na Allah anatuelezea ili sisi lazima tuwe makini, tukae kwa umakini kabisa tunavyokaa katika jamii zinazotuzunguka hizi, tutambue plani yao na mwenendo wao, namna ambavyo wao walivyo, lazima tujue katika sura ya namna hiyo. Sasa ukijua kwamba wao wapo katika sura ya namna hii, wewe unaishi katika jamii hiyo, unaishi nayo kwa makini kabisa, unajua mimi kama Muislamu lazima nikae vizuri, mimi mwenyewe dini yangu nimeifahamu vizuri, mimi kizazi changu kinafahamu dini, nikisimamie katika kufuata dini, kwa sababu hawa wasio kwa Waislamu wana mikakati dhidi ya Uislamu. Yuriduna liyutfi'u nura Allah, wanataka kuizima nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo walivyo tangu wakati huo. Allah subhanahu wa ta'ala yuriduna liyutfi'u nura Allah, mikakati yao na mipango yao kuizima nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuipoteza kabisa dini ya Uislamu. Hiyo ni mipango ambayo wao wanayo.
siku nyingi kabisa Allah anatuelezea, lakini wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafir, Allah ni mwenye kuitimiza nuru yake hata kama makafiri watakuwa. Baada hivyo hivyo, hata kama waislamu wakawa kidogo kiasi gani, sehemu unaweza ukaenda ukakuta waislamu wachache, lakini wanashika imara, wako imara thabiti, kwa sababu wameshika mafundisho. Sasa sisi ni juu yetu kushika mafundisho na kufuata mwongozo, kwa sababu hawa watu mipango hiyo wanayo, iwe ya siri, iwe tunaijua, iwe hatuijui. Allah subhanahu wa ta'ala atuelezea mipango hiyo. Hayo yote unayoona yanaendelea ulimwenguni ni katika njia na mipango ya kutengeneza namna ya kuweza kuipoteza dini ya Uislamu. Lakini maadamu Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi kwamba atailinda dini yake, basi atailinda hii dini yake. Na ninyi Allah katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba ninyi msiposhika hatua za sawa sawa, Allah fasaufa, atawaleta watu biqaumin yuhibbunahu, wanaompenda yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuhibbunahu, na yeye Allah anawapenda wao, na wao la yakhafuna lawmata laim, wao waogopi lawama za yote mwenye kulawama. Unatekeleza mwongozo na maelekezo kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ninyi mkikaa, Allah anaweza kuwabadilisha, na kuwabadilisha kuna namna nyingi, sura ya kuwabadilisha. Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akawatoa katika maisha, akawatoa uhai, akaleta wengine, au akabadilisha tu, nyinyi mkawa mmebakia tu mnajiona kama Waislamu, akapatikana jamii ya Kiislamu ya kushika imara, iliyoshika dini na tekeleza dini kwa namna ile ambayo inayohitajika. Kwa hiyo lazima, maana yake, tuchukue hatua za sawa sawa, vinginevyo itakuwa sisi tunaharibikiwa. Huwa alladhi arsala rasulahu, Allah subhanahu wa ta'ala sema yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye alimtuma mtume wake. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq, Allah ameleta mtume yeye, na yeye Allah ndo alimtuma, sio amekuja yeye mtume amejituma yeye mwenyewe. Liyudhhirahu ala dini kulli walau kariha al-mushrikun, lengo la kuja mtume hizi dini kuzishinda dini zote, hata kama mushrikina watachukia. Uislamu uko juu tu, alislamu yula uko anasema na falsafa. Sasa alislamu yule, Uislamu uko juu, ni mtu mwenyewe tu Muislamu kujishusha, lakini Uislamu siku zote uko juu. Ni sisi wenyewe tu tunajishusha, ndio maana tunakuwa tuko chini popote pale, lakini Uislamu sifa yake Allah subhanahu wa ta'ala amejalia uko juu siku zote, haukaliwi juu hata siku moja. Sasa ninyi ndio ile kwamba mtakapokuwa ninyi msimami sawa sawa, Allah subhanahu wa ta'ala ataleta watu wake watakaokuwa wao la yakhafuna lawmata laim, hawaogopi lawama za wenye kulaumu, wanatekeleza amri zake Allah subhanahu. Kwa hiyo maana yake Allah katika aya hizi kutaka Waislamu lazima wakae kimpango, wakae kimkakati. Waislamu ni watu wa kuishi kimkakati, sio watu wa kuishi kwa bahati nzuri tu au kwa bahati mbaya kutegemea tu mazingira. Lazima kama jamii ya Kiislamu ikae kimkakati, ijipange, ina moja mbili tatu, na hatua hizi mbili tatu ili kukabiliana na mazingira kama haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba watu wamejipanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaipoteza kabisa hii dini, wanaitoa kabisa katika uso wa dunia. Sasa jamii kama Waislamu lazima tujipange. Tutakapokuwa tujipanga, basi kesho tunanyoshiana vidole, kulaumiana na kushikana hivi na hivi, basi au tueshezi katika kuyafanya mambo ambayo hayana nafasi yoyote, basi ndio tunapambana nayo hayo, wakati mambo ya maana kabisa ya msingi sisi tunayaacha. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na atuongoze kuwa ni watu ambao wanaosikiliza maneno yake kufanya kazi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallah hamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillah. Thank you.